الحمد لله الذي جعل الأخ نعمة تشكر وهبة تذكر وقوة تدخر وسندا به يفتخر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtukufu wa daraja Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo katika khutba tutazungumza kuhusiana na nafasi anayostahili katika mkubwa katika familia. Ayuha almu'minun, al-akhu al-kabir wama adrakum ma al-akhu al-kabir. Ndugu zangu Waislamu, kaka mkubwa katika familia ni nani na anastahili nini kufanyiwa? Ndugu zangu Waislamu, al-akhu al-kabir huwa qit'atun min ar-ruh. Kaka mkubwa ni kipande cha nafsi, wa naqun min al-qalb, na ni mapigo ya moyo. Anizuka fi kufula, mwenzako wa utotoni, wa sahibuka fi siba, na rafiki yako katika ujana, wa aunuka fi shabab, na ni msaada wako katika ujana. Thumma huwa abuka baada abik, kisha yeye ni baba yako baada ya baba yako. Wa sanaduka alladhi yahmik, na ni nguzo yako na ya kulinda. Idha dhukira mkubwa, anapotajwa katika mkubwa basi imetajwa nguvu. Wa idha hadarat al-hikma, na anapokuwepo basi iko hikma. Wa idha dunia jaa al-amru, kaka mkubwa anapolipa basi huja kutoa msaada. Innahu al-muhibbu ash-shaqir, hakika yeye ni mwenye upendo na mwenye huruma. Wa huwa ni'ma ar-rafiq, na ndiye rafiki bora. Walmalja waqta ad-dhiq, na ni kimbilio wakati wa dhiki. Yashuddu asrak, anaimarisha azimio lako. Wa yuhawwimu amrak, na hufanya mkono wako kuwa na nguvu. Ndugu zangu Waislamu, mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala walionyesha mapenzi makubwa kwa ndugu na kaka zao. Tukichukulia mfano wa Nabii Musa alipomwomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati anakwenda kupambana na Firaun, alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu na kumwomba, waj'al li waziran min ahli, basi nijalie waziri au msaidizi katika watu wangu. Nabii Musa na watu wake ana kaka wa bin ammi, ana rafiki, ana mashemeji ambao ni watoto wa mtume, lakini akasema vipi? Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi, nijalie msaidizi katika watu wangu Haruna akhi, Nabiyullahi Haruna ambaye ni ndugu yangu, kwa mapenzi makubwa kabisa. Akaendelea kusema Nabiyullahi Musa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ushdud bihi azri, kwake niongeze nguvu
وأشركه في أمري نمجاlie awe mshirika katika mambo yangu, akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie ndugu yake awe sehemu ya kusaidia katika kazi zake za utume. Haya ni maombi ya Nabii Musa alayhi salam wakati anakwenda kupambana na vijiji vya Firaun, na Allah subhanahu wa ta'ala akamtakabalia kwa kumtia nguvu kupitia ndugu yake Nabii Harun. Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu katika aya ya 35 ya sura Al-Qasas kwa kumwambia sanashuddu 'amraka bi akhik, tutakutia nguvu mkono wako au tutaletea nguvu mbele yako kupitia ndugu yako. Tujiulize, je, vipi tunazisimamia haki za kaka zetu wakubwa? Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa kujua thamani zao na kutambua nafasi zao. Kaka mkubwa nafasi yake ni uadilifu na heshima. Yeye ndiye kwanza katika ukoo baada ya baba, mama na dada. Anasema alayhi salatu wassalam, barramuka wa abak wa ukhtuka wa akhak thumma adnaka adnak. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia mtendee wema mama yako, kisha baba yako, kisha ndugu yako wa kike, kisha kaka yako, kisha anayekuja karibu katika jamaa zako. Angalia nafasi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyompa kaka katika familia. Je, sisi kwa nafasi zetu tunawapa nafasi zao ambazo wanastahili kaka wakubwa katika familia? Katika kumtendea wema kaka yako ni kudumisha uhusiano naye, kuwa na shauku ya kuwa pamoja naye, kumtembelea, kuuliza habari zake na watoto wake, kumpa kipaumbele katika mambo yako na kumtunukia zawadi. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة فكسرها عمر أخلها. ولما نقول Mtume صلى الله عليه وسلم alimpa zawadi ya nguo Sayyidina Umar bin al-Khattab. Basi Sayyidina Umar kwa mapenzi akaichukua ile nguo akampa kaka yake. Ndugu zangu Waislamu, hakika inatuwajibikia kwa vyeo vyao kaka zetu na kuthamini wema wanaotufanyia, tusamehe makosa yao wanapotufanyia na tusiwe wepesi katika kuvunja uhusiano nao. Anasema mmoja katika washairi, wala taqta akhan laka inda dhanb fa inna dhanba yaghfiruhu al-karim, wala usimkate kaka yako kwa sababu ya makosa, kwa hakika dhambi kusamehewa na mtu karimu. Wamekutwa na nini baadhi ya watu wanaosusia kaka na dada zao na kupuuza haki zao? Utakuta mtu ndugu yake wa tumbo moja hawaulizani wala hawazungumzi kwa sababu wamekosana kibiashara. Pengine walikuwa wakifanya biashara kwa nia safi kabisa, yametokea makosa, pengine imetokea hasara ambayo imesababishwa na mmoja katika wao, basi imekuwa uhasama wa kuvunja na ndugu, kutosemeshana. Haya si katika mafundisho ya dini yetu. Ndugu zangu Waislamu, wanatoleana maneno ya kashfa baina yao. Ndugu zangu Waislamu, kakuta mtu katika ndugu mmoja katika ndugu anakaa na rafiki zake, anatoa kashfa za ndugu yake ambao wamezaliwa tumbo moja. Ndugu zangu Waislamu, leo imekuwa watu wanathamini marafiki kuliko ndugu ambao wamezaliwa tumbo moja, na kuwekeana dhana mbaya baina yao na kusengenyana. Wakati mwingine kufanyana hayo kwa makosa yasiyo na makusudi kabisa. Pengine mmoja katika wao kuteleza tu, basi imekuwa ni uhasama moja kwa moja, hawasemeshani. Ndugu zangu Waislamu, tuna
ولدينا قوة بلي الله سبحانه وتعالى. وأني توب صلى الله عليه وسلم ونسيما لا يدخل الجنة قاطع رحم. هيجي بكوني tuambeana katika Mungu. Hakuna kati yetu ndugu zangu Waislamu aliyechagua mama, baba, dada wala kaka kuzaliwa naye, bali Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mmoja neema kwa namna ambavyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala anaona sawa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tusikate neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni haki ambayo tunapaswa kuichunga, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye amefanya hilo bila ya kukosea. Ndugu zangu Waislamu, juu ya haki na haki aliyopewa kama kutoka kwa ndugu zake wadogo, basi bila shaka na yeye ana wajibu kwao, kwani haki huwa nyepesi unapotekeleza wajibu. Kwani kwa nafasi hiyo kaka mkubwa atakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya namna ambavyo ameitumia nafasi yake. Tambua kwamba wewe kwa ndugu zako ni kama mizani ya kupima uadilifu. Unasahihisha katika kila penye makosa kwa sauti na akili, na kwa shauri kwa hikma na ulimi laini. Hakikisha unawaweka katika kivuli cha huruma ndugu zako na kuwaunganisha kwa kuwafanya wawe kitu kimoja. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Al-Hujurat aya 10, fa aslihu baina akhawaykum, basi fanyianeni wema baina ya ndugu zenu. Tambueni kuwa hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ikiwa wewe ni kaka mkubwa katika familia, wewe ni kivuli kwa ndugu zako. Kwa hiyo jihadhari na kupoteza haki zao au kupuuza jukumu lako kwao. Usinyooshe macho yako kwa kile walicho nacho au mikono yako kwa mali zao. Matokeo yake ni mabaya na athari zake ni mbaya sana. Kwa hivyo unakuwa na hamu ya kusimamia haki zao na manufaa yao, wala usiwe sababu ya kukata ukoo, kwani wewe ni kielelezo na mfano wao. Kupitia wewe familia inashikamana pamoja, uhusiano wa jamaa unaendelea na udugu unabaki kuwa na nguvu. Haya yote ni bora kwetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni tendo la uchaji Mungu, lakini vile vile ni fahari kwa wazazi wenu ambao walikuachieni umoja na mshikamano, lakini vile vile hili huwa somo kwako wewe na watoto wako, lakini vile vile ni ulinzi kwa ajili ya sifa ya familia yako, na ni jambo bora kwa jamii yako na uaminifu kwa nchi yako. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni watu tulioshikamana na familia zetu, tulioshikamana na jamii zetu, tulioshikamana kwa ajili ya kuendeleza mbele nchi yetu. فاللهم اجعلنا لارحامنا واصلين وبالاخ الكبير الباقين، ووفقنا لطاعتك وطاعه من امرنا بطاعته. الله تبارك وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون. فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني واياكم من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصورهم فأحسن صورهم وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العظمة والكبرياء والملك والملكوت. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حذر وبشر. اللهم صل
تعملون وأخلصوا له الأعمال فإنكم عليها محاسبون. ولا عباد الله، إن الله أمركم بالصلاة على نبيه أمرا إن الله وملائكته يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، آل سيدنا إبراهيم وعلى محمد كما باركت على سيدنا في العالمين إنك حميد. الإسلام المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب بن عفان، علي بن أبي طالب عليه وسلم، أيد الإسلام العالمين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والاستقرار والاطمئنان في بلدنا وسائر بلاد ربنا يا حسن وفي الآخرة حسن عذاب النار. والمنكر والبغي